Msanii wa muziki wa Kilatini Bad Bunny pamoja na timu yake wamewasilisha ombi katika mahakama shirikisho wakitaka kampuni ya muziki ya Empower Africa ya Mr Eazi kulipa dola laki 456 zaidi ya bilioni 1 za Kitanzania kama gharama za mawakili baada ya kushinda kesi ya ukiukwaji wa haki miliki. Kesi hiyo ilihusisha madai ya kuwa wimbo wa Joeboy uitwa Empty in My Pocket ulitumika bila ruhusa katika wimbo wa Bad Bunny Ensename Ebaila uliopo kwenye albamu yake maarufu ya Un Verano Sinete. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama zilizochunguzwa na jarida la Rolling Stone, ombi hilo limekuja baada ya jaji kutupilia mbali kesi hiyo, akieleza kuwa mlalamikaji, yani mtayarishaji wa Nigeria Dera, alishindwa kufuata taratibu za kesi na kuchelewa kuendeleza madai yake. Cha kushangaza, Bad Bunny hamtaki Dera kulipa gharama hizo moja kwa moja, bali analenga kampuni ya Empower Africa kidai kuwa ndio iliyokuwa mhusika mkuu wa mfadhili wa kesi hiyo. Mgogoro huu ulianza mwaka 2023 baada ya mwanzilishi wa Empower Africa Mr Eazi kumtuhumu Bad Bunny na lebo yake Rimas Entertainment kwa kutumia kazi ya Joeboy bila kutoa stake ya Symphony Credits, malipo ya uandishi ya publishing na gawio la mapato royalties. Kwa mujibu wa Empower, wimbo wa Ensename Ebaila una vipengele yani sampling na interpolation vinavyofanana moja kwa moja na Empty in My Pocket, jambo ambalo linadaiwa lilifanyika bila idhini yao. Kwa upande wake, Rimas Entertainment, kampuni ya kimuziki ya Bad Bunny, ilikanusha madai hayo ikisema ilinunua haki za wimbo huo kutoka kampuni ya Lakizo Entertainment ambayo ilitajwa kama miliki wa awali ya rekodi hiyo. Pia walishutumu Empower kwa kushindwa kuwasilisha ushahidi kamili wa umiliki wa haki hizo. Empower Africa walisisitiza kuwa hawakuwa wanadai fedha, bado walitaka kutambuliwa kwa Joeboy na Dera kama waandishi na watayarishaji halali wa kazi hiyo, pamoja na kupata haki zao za mapato. Walieleza kuwa katika tasnia ya muziki ni lazima kupata ruhusa zote mbili za rekodi, yani master na uandishi publishing, kabla kutumia kazi ya msanii mwingine. Baada ya mvutano huo wa muda mrefu, mahakama iliamua kufuta kesi kutokana na sababu za kiutaratibu, si kwa kuamua nani yuko sahihi. Hata hivyo, ushindi huo wa kisheria umeipa nafasi timu ya Bad Bunny kudai fidia gharama walizotumia kujitetea. Mgogoro huu unaangazia changamoto zinazoendelea katika tasnia ya muziki duniani, hasa kuhusu haki miliki za wasanii wa Afrika, huku Afrobeats ikiendelea kukua na kuvutia wasanii wa kimataifa.